Karibuni tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tuna waraka wa kuvutia sana mbele yetu. Unachambua maandiko, historia na theolojia ya Kurani na Biblia. Na tangu mwanzo kabisa, vyanzo hivi vinauliza swali moja kubwa, swali ambalo linaonekana kuwa, yani kiini cha kila kitu. Je, tukio moja tu la kihistoria, kifo cha Yesu msalabani, linawezaje kuwa msingi unaotofautisha mifumo miwili kubwa ya imani duniani? Hilo ndilo swali hasa. Na uchambuzi huu, unajua, hauangalii tu tofauti kama orodha. Hapana, unajaribu kuonyesha jinsi jibu la swali hilo moja tu linavyosababisha mfululizo wa kimantiki unaounda kila kitu kingine, kuanzia utambulisho wa Yesu, asili ya Mungu, hadi njia yenyewe ya wokovu. Na ni muhimu tuseme, lengo letu hapa ni kuchunguza tu hoja za kimantiki zilizowasilishwa bila upendeleo. Sawa kabisa. Basi, hebu tuanze na hicho kiini chenyewe, kusulubiwa. Hapa ni kama njia panda isiyoepukika. Kwa upande mmoja, tuna Biblia, inasema waziwazi kwenye Injili, nyaraka, yani kila mahali, kwamba Yesu alisulubiwa, akafa na akazikwa. Hili si jambo la pembeni Kabisa, ndiyo moyo wa imani ya Kikristo. Na kinachosisitizwa hapa ni kwamba hii haikuwa siri. Lilikuwa ni tukio la hadhara, lilotekelezwa na mamlaka ya Kirumi. Na cha kushangaza zaidi, hata wapinzani wa Yesu wa wakati huo hawakubisha kwamba alikufa. Hapo umegusa jambo muhimu sana. Hoja yao ilikuwa tofauti kabisa. Walikuwa wanabishana kuhusu kaburi tupo, wakidai mwili wake uliibwa. Lakini kifo chake, hilo, halikuwa na mjadalo. Naam, na hata vyanzo visivyo vya Kikristo, mwanahistoria wa Kirumi Tacitus kwa mfano, anathibitisha kwamba mtu aliyeitwa Kristo aliuawa chini ya Pontio Pilato. Ushahidi wa kihistoria upo pande nyingi. Sawa. Sasa hebu tugeuke, tuangalie upande wa pili. Miaka takriban 600 baadaye, Qur'ani inakuja na kauli ya kushangaza katika sura ya 4 aya ya 157. Inasema hawakumuua wala hawakumsulubisha. Ilifanywa ionekane hivyo kwao. Na hapa ndipo tunapata mgongano wa kwanza mkubwa. Sio tu kwamba tuna kauli mbili tofauti, tuna njia mbili tofauti kabisa za kujua historia. Upande mmoja unategemea ushahidi wa watu wengi walioshuhudia, marafiki na maadui, ulioandikwa karibu na wakati wa tukio. Wakati upande mwingine unatoa ufunuo wa kiteolojia miaka 600 baadaye, unaotafasiri upya tukio hilo la kihistoria. Kwa hiyo hoja sio tu nini kilitokea, bali tunajuaje kile kilitokea. Hilo ni swali zito sana, kwa sababu kama hakusulubiwa, inamaanisha kila shahidi wa karne ya kwanza, Wakristo, Warumi, Wayahudi, wote walikosea au walidanganywa kwa pamoja kuhusu tukio la hadhara. Hebu fikiria. Na hapo ndipo mnyororo unaanza, kwa sababu kama kuna kutokubaliana kukubwa hivi kuhusu mwisho wa maisha yake, basi ni lazima kutakuwa na kutokubaliana kukubwa zaidi kuhusu yeye alikuwa nani hasa. Bila shaka, hii inatupeleka moja kwa moja kwenye utambulisho wake. Biblia inajenga hoja yake pole pole, kuanzia Agano la Kale. Inafikia kilele katika Agano Jipya, kwamba Yesu si nabii tu, bali ni neno aliyefanyika mwili. Kimsingi, Mungu mwenyewe akichukua umbo la mwanadamu ili ajifunue kwetu kwa namna tunayoweza kumwelewa. Lakini sasa, Kurani inachukua njia tofauti. Inampa Yesu heshima kubwa sana, yaani heshima ya kipekee. Anaitwa Masih, Al-Masih, neno la Mungu, anazaliwa na bikira. Haya ni mambo makubwa. Lakini inasimama na kusema kwa msisitizo mkubwa, yeye ni mwanadamu tu. Sahihi, si Mungu. Inakanusha uungu wake kabisa. Na hapa ndipo uchambuzi unaonyesha kile unachoweza kukiita kitendawili cha kimantiki. Qur'ani inampa Yesu jina la Masihi, lakini inafuta kazi zote za kimasihi. Kazi za kimasihi unamaanisha nini hapo? Yaani kama zinavyoeleweka katika mapokeo ya Kiyahudi na Kikristo. Kazi ya upatanisho, ukombozi, utawala. Ni kama sema kumpa mtu cheo cha daktari, lakini ukakanusha kuwepo kwa magonjwa na tiba. Jina lipo, lakini kazi inayohusiana na jina hilo imeondolewa. Naelewa.
Vipi kuhusu lile neno mwana wa Mungu? Hilo huwa chanzo kikubwa cha mkanganyiko. Kweli. Na uchambuzi unafafanua hili vizuri sana. Unasema, tunaposikia neno mwana, akili zetu zinaenda moja kwa moja kwenye biolojia, kama miungu ya Kigiriki inayopata watoto. Lakini katika muktadha wa Biblia, neno hilo ni la kimahusiano, kimetafizikia. Ni jaribio la kuelezea uhusiano wa ndani kabisa wa asili ya uungu. Hebu fikiria jinsi wazo linavyozaliwa kutoka kwenye akili. Wazo na akili vinashiriki asili moja, lakini ni tofauti. Unaona? Hoja ni kwamba upinzani wa Qur'an unaonekana kulenga wazo la kibiolojia, wazo ambalo Ukristo wenyewe haujawahi kulifundisha. Hiyo inasaidia sana kufafanua. Na hii inatupeleka kwenye fundisho lenye utata zaidi, labda utatu. Biblia inafundisha juu ya Mungu mmoja anayejidhihirisha katika nafasi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni fumbo, lakini ni msingi Hasa. Lakini hapa ndipo panapovutia. Vyanzo vyako vinaonyesha kuwa Qur'ani inaonekana kushambulia wazo tofauti kabisa. Aya iliyonukuliwa katika sura ya 5 aya ya 116 inamwonyesha Mungu akimuuliza Yesu, "Je, uliwaambia watu nichukueni mimi na mama yangu kama miungu miwili kando ya Mwenyezi Mungu?" Mimi na mama yangu. Hiyo inapendekeza utatu wa Mungu, Yesu na Mariamu. Lakini ngoja kidogo, hakuna kundi lolote kuu la Kikristo katika historia. Kamwe. Hakuna aliyewahi kufundisha kwamba Mariamu ni sehemu ya uungu. Hata kidogo. Hili ni jambo ambalo halina ubishi. Kwa hiyo inazua swali, fundisho hili ambalo Qur'ani inalikosoa lilitoka wapi? Inawezekana ilikuwa inajibu imani za kikundi kidogo cha pembezoni, au ilikuwa ni kutokuelewa kwa fundisho halisi la Kikristo? Hilo ni swali ambalo vyanzo hivi vinaacha wazi. Na mnyororo unaendelea. Tumeona tofauti katika historia, yaani kusulubiwa. Tumeona utambulisho, nabii dhidi ya umungu mtu, na asili ya Mungu, utatu. Kwa mantiki, hatua inayofuata ni, je, tunatatua vipi tatizo la uovu na dhambi? Wokovu. Katika Biblia, tatizo la msingi linafafanuliwa hivi: Mungu ni mtakatifu kabisa, mwenye haki. Dhambi, hata ile ndogo, inaunda utengano usiweza kuzibika kati yetu na yeye. Ni kama deni la haki ambalo hatuwezi kulilipa. Kwa hiyo, suluhisho haliwezi kutoka kwetu. Linahitaji Mungu mwenyewe aingilie kati. Na hapo ndipo wazo la upatanisho mbadala linapoingia. Upatanisho mbadala. Ndiyo, ni dhana kwamba Yesu akiwa mkamilifu alichukua adhabu ya dhambi zetu juu yake. Katika msalaba, haki ya Mungu na rehema zake vinakutana. Haki inadai malipo na rehema inayatoa kupitia mbadala. Hivyo, Mungu anabaki kuwa mwenye haki na wakati huo huo mwenye kusamehe. Umeona? Sasa tukiangalia upande wa Uislamu, dhambi bado ni tatizo kubwa, lakini njia ya kulitatua ni tofauti. Hakuna wazo la mbadala. Badala yake ni kama mizani. Unafanya matendo mema, unaomba toba na unatumaini. Unatumani kuwa rehema za Mungu zitazidi makosa yako. Mungu kwa uweza wake wote anaweza kuchagua kusamehe bila kuhitaji malipo ya haki yatimizwe kwanza. Kwa hiyo hapa kuna tofauti ya msingi katika kuelewa tabia ya Mungu mwenyewe. Isa, swali ni hili. Je, haki na rehema ni sifa mbili zinazohitaji kupatanishwa kama ilivyo kwenye Biblia, au rehema ni sifa kuu inayoweza kuifunika haki kama inavyoeleweka katika Uislamu? Vyanzo vyako vinaviita hivi mifumo isiyoweza kupatanishwa kwa sababu vinatoa majibu tofauti kabisa. Hili ni jambo la kufikirisha sana na linatupeleka kwenye suala la maandiko yenyewe. Hapa kuna kitendawili kingine cha kuvutia. Qur'ani inazungumza kwa heshima sana kuhusu maandiko yaliyotangulia. Torati, yani Taurat, na Injil, ikiyaita ufunuo kutoka kwa Mungu. Inayathibitisha. Hilo ni neno muhimu. Lakini baadaye hoja inabadilika. Hoja inakuwa kwamba maandiko hayo, yani Biblia tunayoijua leo, yamepotoshwa, yamebadilishwa. Neno ni tahrifu.
Na hapa ndipo maswali magumu yanapojitokeza. Maswali gani hasa? Kama vile, mabadiliko haya yalitokea lini hasa? Nani aliyafanya? Na vipi waliweza kukusanya kila nakala kutoka India hadi Uhispania na kuzibadilisha zote kwa pamoja bila kuacha ushahidi wowote? Hasa ikizingatiwa tunazo hati za kale za Biblia, hati za Bahari ya Chumvi kwa mfano, zilizoandikwa mia ya miaka kabla ya Uislamu, na zinafanana kwa kiasi kikubwa sana na Biblia tunayo leo. Sahihi. Hii inaunda kile ambacho waraka unakiita tatizo la mamlaka ya kujirejelea. Ngoja nijaribu kurahisisha hoja hiyo. Ni kama kusema ramani ya asili ya jengo hili ilitoka kwa Mungu, lakini imepotoshwa. Hii hapa ndiyo ramani sahihi. Na unajuaje kuwa hii ndiyo sahihi? Kwa sababu inasema hivyo na inasahihisha ile ya kwanza. Naelewa. Kwa mantiki hiyo, Qur'ani inakuwa kipimo cha maandiko yaliyokuja kabla yake, badala ya kuwa mwendelezo. Maandiko ya awali yanaaminika tu pale yanapokubaliana na Qur'an, Na yanachukuliwa kuwa yamepotoshwa pale yanapotofautiana. Ndiyo mantiki inayowasilishwa. na hapo ndipo kila kitu kinafungwa pamoja. Tukirudi kwenye swali la unabii, katika Biblia, moja ya vipimo vikubwa vya nabii wa kweli ni kama mafundisho yake yanapatana na ufunuo uliotangulia. Mungu hawezi kujipinga. Kanuni ya mwendelezo. Ndiyo, kanuni ya mwendelezo. Na hoja inayowasilishwa kwenye vyanzo hivi ni kwamba ingawa Muhammad anadai kuwa mwendelezo wa manabii wa Biblia, anabadilisha misingi yao yote. Anabadilisha historia ya kusulubiwa, utambulisho wa Yesu, asili ya Mungu na njia ya wokovu. Kwa kutumia kipimo cha Biblia chenyewe, mafundisho yake yanawakilisha mabadiliko makubwa, sio mwendelezo. Na hii inarudi tena kwenye lile jina Masihi. Kwa kuondoa kusulubiwa, ufufuo na upatanisho, kazi yenyewe ya Masihi inabaki bila maana. Anabaki na cheo, lakini dhamira yake imefutwa. Anakuwa kama waraka unavyosema, Masihi asiye na kazi ya kimasihi. Kwa hiyo, tukivuta picha kubwa sasa, tunaona jinsi kila kitu kinavyoungana. Kuanzia na swali moja tu la kihistoria kuhusu kifo cha Yesu, mnyororo unafuata. Kama hakufa msalabani, basi theolojia ya upatanisho haina maana Kabisa. Na kama upatanisho hauhitajiki, basi Yesu hahitaji kuwa zaidi ya nabii. na kama yeye si Mungu, Basi fundisho la utatu ni la uongo. na kama hayo yote ni kweli, Basi maandiko ya awali yaliyofundisha mambo hayo lazima yawe yamepotoshwa. ni mfumo kamili wa kimantiki unaojengwa juu ya msingi mmoja. Na vivyo hivyo kwa upande mwingine, kama Yesu alikufa msalabani kama dhabihu ya upatanisho, basi lazima awe na asili ya kipekee inayomwezesha kufanya hivyo, yaani awe Mungu na mwanadamu. Hii inafungua mlango kwa uelewa wa Mungu kama utatu. Na inathibitisha ushuhuda wa maandiko ya awali. Mifumo yote miwili ina mantiki yake ya ndani, lakini inaanza kutoka kwenye misingi tofauti kabisa. Huu umekuwa uchambuzi wa kina sana. Tumaini letu ni kwamba kwa kuchambua hoja hizi kutoka kwenye vyanzo ulivyotupatia, umepata picha wazi zaidi. Picha ya jinsi mifumo hii miwili ya imani inavyojengwa na kwa nini tofauti zao ni za msingi, sio za juujuu tu. Na tunakuacha na wazo hili la mwisho la kutafakari, wazo linalotokana moja kwa moja na uchambuzi huu. Ikiwa karibu kila tofauti kuu ya kiteolojia kati ya Ukristo na Uislamu kuhusu asili ya Mungu, utambulisho wa Yesu, wokovu na maandiko inaweza kufuatiliwa nyuma hadi kwenye swali moja tu, swali kuhusu tukio la kihistoria lililotokea miaka 2000 iliyopita. Je, hilo halifanyi uchunguzi wa historia ya tukio hilo kuwa jambo muhimu zaidi kuliko yote? Hoja nzima inaonekana kusimama au kuanguka juu ya swali hili: nini hasa kilitokea pale Kalvari?